Shirika la CRS mkoani Kigoma linalojishughulisha na utunzaji wa mazingira kwa namna mbalimbali ikiwa ni pamoja na utengenezaji wa mkaa mbadala unaotokana na taka mbalimbali za majumbani limesema limejipanga kuhakikisha linaunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha utunzaji wa mazingira na upatikanaji wa nishati safi kwa kina mama wa mjini na vijijini. Hayo yameelezwa na ndugu Joseph Samuel wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kongamano la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kanda ya Magharibi lililofanyika katika ukumbi wa NSSF uliopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Jina langu ninaitwa Joseph Samuel Simenzile. Ninafanya kazi na shirika la CRS kama kiongozi wa ofisi ya Kigoma. Tunashughulika vipi na jamii mbalimbali tunayoihudumia kwa mkoa wa Kigoma? Sisi kama shirika tunafanya kazi katika miradi tofauti tofauti. Miongoni mwa miradi tunayofanya kazi nayo ni miradi ya usafi wa mazingira, ambapo moja ya chachu tunayoshirikiana nayo ni katika kuhakikisha jamii inakuwa na mazingira safi, lakini pia tunatengeneza kutumia wajasiriamali wadogo wadogo ambao tunashughulika nao kupata bidhaa mbalimbali zitokanazo na zinatumika katika kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo mkaa ambao ndio mkaa rafiki unaoweza kutumika majumbani kwa ajili ya shughuli mbalimbali za upishi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Lakini pia tunashughulika kwa ajili ya taka ngumu, mfano vyuma. Pia tunachakata kupitia vikundi tunavyoshirikiana navyo katika kuhakikisha tunapata bidhaa zinazotokana na taka hizo ngumu. Baadhi ya bidhaa hizo ni mfano sufuria za kupikia zile ngumu, viokeo vya nyama, lakini pia na majiko mbalimbali ambayo yanaweza kutumika. Ameongeza kuwa jamii ina mwitikio chanya katika kile kinachofanywa na shirika hilo, akieleza kuwa jamii inaitikia kutoa tozo na kukusanya taka majumbani na kununua bidhaa zinazozalishwa na shirika hilo ikiwemo mkaa mbadala kutokanao na taka za majumbani. Jamii ina mwitikio chanya kutokana na afua mbalimbali zinazohusiana na usafi wa mazingira. Cha kwanza, jamii inaitikia kutoa tozo za ukusanyaji wa taka kwa vikundi tunavyovihudumia. Hilo pia ni jambo moja nyeti na mahususi sana katika kuhakikisha kwamba mnyororo kwanza wa thamani katika uchakataji wa taka unaafikiwa. Jamii inakubali kutoa pesa kwa ajili ya watu wanaokusanya taka ambavyo ni vikundi. Lakini la pili, utumizi wa hizo bidhaa zinazotokana na taka. Mfano mkaa, jamii imekuwa imeupokea kwa namna bora kwa sababu kwanza bei ni nafuu, lakini pia unatumika kwa muda mrefu. Na pia hata bidhaa zinazotokana na taka ngumu kwa maana ya chuma na nini, bidhaa zake zinazotumika ni imara na zinatumika kwa muda mrefu. Mfano wanatumia watu kwa ajili ya kutumia vikaangio vya chipsi, lakini pia vile zile viokeo vya vitu mbalimbali, mfano samaki, nyama, vyote hivyo vinatumika na vinapatikana kwa bei rahisi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo jamii kwa namna moja ama nyingine inakubali na inapokea na inatumia kwa kiasi kikubwa sana. Mfano tumekuja na vitu mbalimbali kupokea wadau wetu wanaotengeneza mkaa mbadala na mkaa umepata pia wateja. Lakini pia viokeo vya vitu mbalimbali, mfano vyakula, vyote hivyo pia vinapata wateja kwa sababu vinapatikana kwa urahisi na bei yake pia ni nafuu ukilinganisha na vitu vingine. Aidha, ameeleza kuwa kulingana na uzalishaji wa mkaa mbadala kwa mkoa wa Kigoma, shirika hilo linaweza kuhudumia kwa kutosheleza mahitaji yaliyopo, kwani shirika linazalisha tani 7 kwa siku ikiwa mahitaji ya mkoa ni tani 3 hadi 4 kwa siku, jambo linalopelekea kutafuta soko nje ya mkoa. Kwa hapa Kigoma uzalishaji upo mkubwa. Ni kwa takwimu tulizonazo mpaka sasa tuko zidi tunazalisha tani 7 kwa siku na mahitaji ni pungufu ya hizo tani. Nadhani mahitaji ni katika tani 2 ama 3. Sasa sisi tunapata soko na inafika hatua inabidi kuenda nje ya mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba tunaweza kweli kuwafikishia huduma hii. Na kwa hivi karibuni tumepeleka pia huduma hii kambini ambapo pia na wenyewe wanaendelea kutumia bidhaa zetu hizi za mkaa. Kipimo pia kinatofautiana. Mfano kuna kibunia ambacho ni kidogo, hicho tumeona namna ya kukipackage na kuweza kifungashio chake ni rahisi na upatikanaji wake pia ni rahisi kubebeka. Tunauza kwa shilingi 8,000 mpaka shilingi 10,000 kutokana na maeneo ambapo pia watu wananunua kwa namna bora zaidi.
Bosco Kabila, Global TV, Kigoma. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.